Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabone, una comment, vile una partage, na Kiswahili ingine banasema una subscribe, like, comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tuongelea nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda wakipambana na wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Tuanze na habari za mapigano kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano mapya yameripotiwa kutokea usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, baada ya wapiganaji wa M23 kudaiwa kushambulia maeneo yaliyokuwa yakilindwa na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalilenga vijiji vya Ngaa na Ngerere vilivyoko kwenye mpaka wa groupment ya Kisimba na Ikobo katika sekta ya Wanyanga. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyozua hofu miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kwa ajili ya usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya utawala wa eneo hilo, wazalendo walifanikiwa kuyazuia mashambulizi hayo baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa muda mrefu. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya kushindwa kusonga mbele, wapiganaji wa M23 waliondoka na kurejea kwenye maeneo yao ya awali. Vyanzo vya usalama navyo vinaeleza kuwa wapiganaji hao walijiondoa kuelekea eneo la Iula ambalo linatajwa kuwa moja ya maeneo wanayoyadhibiti. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, na taarifa hizo bado haziwezi kuthibitishwa kwa kujitegemea. Tukio hili linaonyesha kuwa hali ya usalama katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC bado ni mbaya, huku mapigano ya mara kwa mara kati ya M23 na makundi ya wazalendo yakiendelea kusababisha hofu kwa wananchi na kuhatarisha shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Hadi sasa M23 haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za mashambulizi hayo wala madai ya kurejeshwa nyuma kwa wapiganaji wake. Vile mamlaka za serikali hazijatoa taarifa ya kina kuhusu matokeo ya mapigano hayo. Wananchi wa maeneo ya Walikale wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuzuia kuongezeka kwa mapigano, wakihofia kuwa kuendelea kwa vita kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maandamano yaliyotangazwa kufanyika katika mji wa Goma na Bukavu, maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa M23, yameibua mjadala kuhusu namna yalivyoandaliwa na nani anayesimamia. Kwa mujibu wa hati inayosambazwa, maandamano hiyo inaelezwa kuwa yameandaliwa na mashirika ya kiraia kwa lengo la kuwasilisha ujumbe kuhusu hali ya usalama na masuala mengine yanayohusu wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, taarifa nyingine zinazotolewa na baadhi ya watu walioko eneo hilo zinaeleza taswira tofauti. Katika video inayodaiwa kurekodiwa hivi karibuni mjini Goma, mtu anayetambulishwa kwa jina la Celeste Mpano anasikitika akisema kuwa kuna mtu anayepaswa kufanya shughuli nyingine yoyote kabla ya maandamano hayo kukamilika. Kauli hiyo imeibua maswali kuhusu kiwango cha uhuru wa wananchi kushiriki au kutokushiriki katika tukio hilo. Vile chanzo kimoja kutoka eneo husika kinadai kuwa magari yaliyotolewa iliwapeleka washiriki katika eneo la mkusanyiko. Chanzo hicho pia kinadai kuwa mabango yalichapishwa yakibeba ujumbe wa muungano wa M23 kupinga vikwazo vinavyolenga waasi, kutaka kukomeshwa kwa mauaji yanayoripotiwa katika eneo la Beni, pamoja na kuikosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa na vyanzo huru na hakuna tamko rasmi iliyotolewa na M23 wala mashirika ya kiraia yaliyotajwa ili kujibu tuhuma hizo au kueleza kwa undani namna maandamano hayo yalivyoandaliwa.
Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wadadisi wakisitiza umuhimu wa kupata taarifa kutoka pande zote zinazohusika ili kubaini ukweli wa madai yaliyotolewa. Hayo yanajiri wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kushuhudia mvutano wa kisiasa na kiusalama, ambako taarifa nyingi zinahusu matukio ya eneo hilo uhitaji wa kuthibitishwa kupitia vyanzo mbalimbali kabla ya kufikiwa kwa hitimisho. Tuende na habari za siasa kutoka mashariki mwa DRC, ambako mvutano wa ndani unaripotiwa kuongezeka katika safu za muungano wa AFC M23 mkoani Kivu Kusini baada mmoja wa viongozi wake wa kisiasa na kimila kutoa saa 72, yani siku 3 za mwisho kwa uongozi wa kundi hilo kuhusu hatima ya ndugu yake anayesema alipotea mwaka jana. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 huko Kale, Mheshimiwa Mwami Rajabu ambaye pia ni rais wa taasisi ya Fondation Mwami Rajabu amesema ndugu yake mdogo Zibona Rugishi Patrick alichukuliwa tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2026 na maafisa wa idara ya ujasusi ya waasi inayojulikana kama DSR. Katika tamko hilo, Mwami Rajabu amemtuhumu afisa anayefahamika kama Kanali Imani Nzenze John kwa kuwa anawajibika kwa kuzaliwa kwa ndugu yake au huenda anafahamu kuhusu kifo chake. Kutokana na hali hiyo, ametaka safu ya juu ya AFC M23 kuingilia kati ndani ya masaa 72 au siku 3 ili kutoa uthibitisho kwamba ndugu yake bado yuko hai, au iwapo amefariki mwili wake ukabidhiwe kwa familia kwa ajili ya mazishi. Mbali na suala la kifamilia, tamko ile linaonyesha uwepo wa migongano ya ndani kuhusu uongozi wa AFC M23 katika eneo la Kale. Mwami Rajabu ametoa tuhuma nzito dhidi ya afisa huyo akidai kuwa amekuwa akiwafanyia raia vitendo vya unyanyasaji na kuwatoza fedha kwa nguvu. Pia amedai kuwa matendo hayo yanaharibu taswira ya kisiasa ambayo AFC M23 imekuwa ikitangaza. Licha ya kueleza kuwa bado anaunga mkono msimamo wa kisiasa wa AFC M23, Mwami Rajabu amewataka watu wengine wanaodai kuwa waanga wa vitendo kama hivyo kujitokeza na kueleza hadharani yale wanayodai kuyapitia. Wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, uongozi wa AFC M23 hujatoa tamko rasmi kujibu madai hayo wala kujibu saa 72 au siku 3 za mwisho zilizotolewa na Mwami Rajabu. Kutokana na hali hiyo, tuhuma zilizotolewa bado hazijathibitishwa na pande zinazotuhumiwa. Kwa sasa wachambuzi wanaona kuwa iwapo hakutakuwa na majibu rasmi, swala hili linaweza kuongeza maswali kuhusu mshikamano wa ndani wa AFC M23 pamoja na namna inavyoshughulikia malalamiko yanayotolewa na baadhi ya viongozi wake. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako katika jimbo la Kivu Kusini hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu baada ya kusambaa kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii zilizodai kuwa maeneo ya Mwenga mjini na Kamituga yamechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi katika eneo hilo zimekanusha rasmi taarifa hizo, zikisema kuwa madai hayo hayana ukweli hata umoja. Kwa mujibu wa jeshi, maeneo ya Mwenga Centre na Kamituga bado yako chini ya udhibiti wa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na makundi ya kujilinda ya wenyeji wanaotambulika kama Wazalendo. Mamlaka za kijeshi zimesema kuwa hakuna ushahidi wa mapigano makubwa yaliyosababisha kuanguka kwa maeneo hayo wala hakuna hatua yoyote ya kurudi nyuma kwa vikosi vya serikali katika eneo hilo. Zimetaja taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni uvumi unaolenga kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Mwenga na Kamituga ni maeneo yenye umuhimu mkubwa katika jimbo la Kivu Kusini kutokana na nafasi yake ya kijiografia pamoja na shughuli za kiuchumi, hasa biashara na uchimbaji wa madini. Kwa sababu hiyo, taarifa yote kuhusu mabadiliko ya udhibiti wa maeneo hayo huleta taharuki kubwa kwa wakazi na jamii zinazofuatilia hali ya kivita ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazingira ya mvutano unaoendelea kati ya jeshi la serikali, makundi ya wazalendo na waasi wa AFC M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu, taarifa zinazohusu hali ya uwanja wa mapambano
Hivyo mamlaka zimewataka wananchi kuwa waangalifu na kutegemea taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika ili kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi. Kwa sasa, kulingana taarifa za jeshi, hali katika Mwenga na Kamituga inaendelea kuwa chini ya uangalizi wa vikosi vya serikali na washirika wao ambao ni wanamgambo kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Wananchi wanaendelea kuitwa kubaki watulivu huku juhudi za kuhakikisha usalama zikiendelea. Hii ni taarifa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama bado inabaki kuwa changamoto kutokana na mapigano yanayoendelea sehemu mbalimbali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini na mkoa wa Kivu Kaskazini. Asante. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. La uchunguzi huo ni kwamba hakuna anayefanya hivyo kwa kiwango kinachofanywa na Wamarekani, na hivyo basi kila mtu anaonekana kuwa na hatia. Baadhi ya mataifa yamekosoa hatua hiyo. Serikali ya Brazil imeeleza kwamba ushuru mpya wa 12.5% unatozwa bidhaa zake hauna msingi wa haki. Serikali ya Japan nayo imesema kwamba inasikitishwa na ushuru huo mpya, huku waziri wa biashara wa Australia Don Farrell akisema ushuru huo hauna uhalali kabisa. China imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba inapinga aina yoyote ya ushuru unaowekwa kwa uamuzi wa upande mmoja na imekanusha tuhuma za matumizi ya ajira ya kulazimishwa. Msimamo wa China kuhusu masuala ya uchumi na biashara kati yake na Marekani umeendelea kuwa dhabiti na wazi. Tunapinga aina zote za hatua za upande mmoja kutoza ushuru. Vita vya ushuru au vita vya kibiashara havina manufaa kwa upande wowote. Ingawa Uingereza na Umoja wa Ulaya watakabiliwa na ushuru wa 10% unaofanana, Uingereza watalipa kiasi kidogo zaidi kutokana na tofauti zilizopo katika mikataba miwili iliyojadiliwa na Rais Trump na aliyekuwa Waziri Mkuu Keir Starmer. Marekani ndio soko letu kubwa zaidi la bidhaa za mauzo ya nje. Thamani ya mauzo hayo ilifikia karibu pauni bilioni 1 mwaka 2025. Tangu ushuru huo ulipoanza kutekelezwa, mauzo yetu ya bidhaa za nje yalipungua kwa 15%. Hilo ni pigo kubwa, hasa kwa kuwa Marekani ndio soko letu muhimu zaidi. Hivyo kuona ushuru huo ukiondolewa lilikuwa jambo la kututia matumaini makubwa. So seeing this lifted is really exciting. Kwa muda mrefu Trump amekuwa akisisitiza kwamba ushuru unalinda wafanyakazi wa Marekani na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Mwezi wa Aprili mwaka 2025, Trump aliweka ushuru wa hadi 50% kwa washirika mbalimbali wa biashara duniani katika kile alichokiita siku ya ukombozi, akisema kwamba hatua hiyo ilikuwa inalenga kurekebisha kile alichodai kuwa ni mfumo usio wa haki dhidi ya Marekani. Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi zinazohusika katika vita vya Iran kusaidia kuokoa na kuhamisha mabaharia 6,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imeendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kufuatia mashambulizi makubwa yanayoendelea kufanywa na Marekani nchini humo. Beldin Waleula na maelezo zaidi. Milipuko iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Ghuba ya Iran pamoja na maeneo ya magharibi, kaskazini na katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, watu 4 waliuawa na wengine 5 kujeruhiwa katika shambulio lililotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo. Baadaye Iran ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya Kuwait, mshirika wa Marekani, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika nchini Bahrain na Jordan. Wakati huo safari za ndege zilisitishwa katika uwanja mkubwa wa ndege nchini Iraq baada ya taarifa za kuanguka kwa ndege hiyo isiyo na rubani. Hatua hiyo imekuja wakati Iran kilaani mpango wa Marekani wa kutumia mali za Iran zilizozuiwa kulipia fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita, jambo linaloashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Siku ya Alhamisi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa gharama za uharibifu wa meli na mizigo katika mlango wa Hormuz zingelipwa kwa kutumia fedha za Iran ambazo Marekani inazimiliki na kuzidhibiti. Mwezi wa Juni, Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya vipengele 14 yaliyolenga kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa usafiri wa baharini na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Hata hivyo, wiki 3 baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo,
Trump alitangaza kuwa usitishaji mapigano umekoma kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz na mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Marekani. Trump anafahamu kwamba hana uungwaji mkono wa kisiasa nchini kwake kwa hatua kubwa ya kuongeza operesheni za kijeshi ambayo huenda ingehitajika kuibadili msimamo wa Iran kwa wakati huo. Haionekani kwamba ana nia ya kutekeleza hatua hiyo. Licha ya matamshi yake makali, ameendelea kuizuia Israel isichukue hatua zaidi za kijeshi. Sidhani kama atafikia hatua hiyo, na pia sidhani kama Iran inaamini kwamba atafanya hivyo. I don't think he's going to go there. I don't think the Iranians believe he's going to go there. Kifungu cha 11 cha mkataba huo wa maelewano kilieleza kuwa Marekani inajitolea kuweka wazi na kuruhusu matumizi kamili ya fedha na mali za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambazo zimezuiwa au kuwekwa chini ya vikwazo. Wakati Marekani ikiendelea na juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, wasiwasi unaongezeka kuhusu vitisho vipya dhidi ya usafiri wa baharini katika bahari ya Shamu vinavyotokana na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Hali hiyo imechangia kupanda kwa bei ya mafuta ghafi iliyopita dola 100 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwezi Mei. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka tangu mwanzoni mwa mwezi Julai. Belden Waliaula, BBC. Na asante Belden Waliaula. Makamu wa Rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka raia wa taifa hilo kuendelea kudai kupatikana kwa katiba mpya yenye maridhiano ya kitaifa, akisema ndio msingi wa kuimarisha haki za binadamu, utawala bora na demokrasia. Akizungumza wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam hii leo, Daktari Nchimbi anasema kama angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja tu, angewaambia pambaneni mpate katiba mpya. Sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Makamu wa Rais wa Tanzania huyo. Na kauli hiyo inakuja wakati mjadala kuhusu katiba mpya ukiendelea nchini humo. Mchakato wa kuandika katiba mpya ulianza mwaka 2011 chini ya Rais Jakaya Kikwete, lakini ukakwama mwaka 2014 kabla ya kupiga kura ya maoni. Rais wa Tanzania wa sasa Samia Suluhu Hassan amesema mchakato huo utafufuliwa kabla ya mwaka 2030, huku ilani ya Chama cha Mapinduzi yani CCM ya uchaguzi wa mwaka 2025 pia ukiahidi kuendeleza mchakato huo. Daktari Nchimbi anasema haki za binadamu si swala la sheria pekee, bali linagusa maisha kila siku ya kila Mtanzania. Na msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unaweza pia kuyategea sikio kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hiyo BBC News Swahili pia ndio utakapoipata kwenye YouTube. Nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC zitapiga kura leo Ijumaa kuamua iwapo watamuondoa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan kutokana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono katika kesi ambayo imetia doa hadhi ya mahakama hiyo, wakati ambapo Marekani imezidi kukosoa vikali utendaji wa mahakama ya ICC. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha kufanya kosa lolote. Zaidi na Hamid Abubakar. I, Karim Assad Ahmed Khan, solemnly undertake. Karim Khan aliapishwa kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC tarehe 16 Juni mwaka 2021. And exercise my powers as prosecutor of the International Criminal Court. Aliapishwa rasmi kwa kiapo chake cha Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante, chao.